Ndugu wa Tanzania wenzangu, leo tarehe 15 Januari mwaka 2026, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinazindua rasmi wiki ya maadhimisho ya miaka 33 tangu tulipopata rasmi usajili wa kudumu na kutambulika rasmi kama chama cha siasa hapa nchini. Ni wazi harakati za kutaka kuanzisha chama hiki zilianza miaka kadhaa nyuma, na baadaye chama kilipata usajili wa muda, na tarehe 21 Januari mwaka 1993 basi chama kilipata na kupokea rasmi cheti ambacho kilitambua rasmi Chadema kama chama cha siasa, na hivyo kuwa na uhalali wa kuendesha shughuli za kisiasa hapa nchini. Tunazindua wiki hii muhimu tukiwa na kauli mbiu inayobeba uhalisia wa mapambano yetu. Nguvu ya wananchi ni matumaini ya ushindi wa kidemokrasia. Chadema tuna watu, Chadema ni watu, na hii imethibitishwa baada ya harakati na shughuli mbalimbali za kukiimarisha na kukijenga chama. Hivyo tuliposema Chadema ni msingi, ilikuwa ni kipindi na wakati ambapo Chadema ilijiimarisha kitaasisi, ilikuwa na mifumo ya kitaasisi katika maeneo mbalimbali ya kiutawala ambako watu wanaishi na kukaa. Na sasa baada ya kujiimarisha kitaasisi, tuna ujasiri wa kusema Chadema ni watu, kwa maana kwamba tuna watu na kupitia watu hao tuna uhakika tutashinda. Hivyo kauli mbiu yetu rasmi katika maadhimisho haya ya miaka 33 tunasema hivi: kuna watu na tutashinda. Bila shaka kauli mbiu hii si ya kihisia wala ya kubuni. Ni kauli ya ukweli wa kisiasa kwamba nguvu ya Chadema haijawahi kuwa kwenye dola au silaha, bali iko kwa wananchi waliokataa hofu, waliokataa kunyamazishwa, waliokataa kunyimwa haki yao ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Watu ambao wanajua wajibu wao, wanajua haki zao, na kamwe hawawezi kuruhusu wala kukubali haki yao kukopwa kwa sababu yoyote ile. Safari ya miaka 33 ya jasho, damu na machozi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Chadema haikuanzishwa kwa bahati mbaya. Iliundwa kama hitaji la kihistoria la kurejesha sauti ya wananchi, heshima ya kura na misingi ya haki katika taifa letu. Katika safari hii ya miaka 33, Chadema imepitia majaribu mazito ambayo chama kingine chochote kingekuwa kimesambaratika. Tumelipa gharama kubwa kwa mapambano haya ya kidemokrasia. Tumepoteza mashujaa wetu wengi waliouawa kikatili. Tungeweza na tunaweza kuwataja wengi ndugu zetu ambao waliuawa kikatili. Alphonse Mawazo tunamkumbuka, Ali Kibao na wengine wengi ambao ni sehemu ya watu ambao walipambana na waliuawa kikatili na mifumo haramu yenye ukatili. Tumeshuhudia ukatili wa kupindukia, ikiwemo jaribio la mauaji dhidi ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye mchana kweupe alimiminiwa risasi katika makazi ambayo yana viongozi wengi wa kiserikali. Mauaji ya kutisha wakati wa uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 29, tarehe ambayo ilidhihirisha mbele ya Watanzania kwamba lilikuwa ni tukio la unajisi lililozaa ubatili, pamoja na mauaji ya Arusha ya Januari 5 mwaka 2011 na maeneo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu kina Ben Sanane, Mdude Nyagali, Dionis Kipanya, Deus Dedit Soka na wengine wengi, kwa mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha kama silaha ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu yuko mahabusu hadi hivi sasa
katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa ujasiri, Lissu sio muhaini, Lissu sio muongo, na yupo kwenye mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote. Lakini pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, Chadema haijafa. Badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu Chadema ni watu, tuna watu, na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa hivyo iko siku tutashinda, na misingi ya haki katika taifa letu. Katika safari hii ya miaka 33, Chadema imepitia majaribu mazito ambayo chama kingine chochote kingekuwa kimesambaratika. Tumelipa gharama kubwa kwa mapambano haya ya kidemokrasia. Tumepoteza mashujaa wetu wengi waliouawa kikatili. Tungeweza na tunaweza kuwataja wengi ndugu zetu ambao waliuawa kikatili. Alphonse Mawazo tunamkumbuka, Ali Kibao na wengine wengi ambao ni sehemu ya watu ambao walipambana na waliuawa kikatili na mifumo haramu yenye ukatili. Tumeshuhudia ukatili wa kupindukia, ikiwemo jaribio la mauaji dhidi ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye mchana kweupe alimiminiwa risasi katika makazi ambayo yana viongozi wengi wa kiserikali. Mauaji ya kutisha wakati wa uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 29, tarehe ambayo ilidhihirisha mbele ya Watanzania kwamba lilikuwa ni tukio la unajisi lililozaa ubatili, pamoja na mauaji ya Arusha ya Januari 5 mwaka 2011 na maeneo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu kina Ben Sanane, Mdude Nyagali, Dionis Kipanya, Deus Dedit Soka na wengine wengi kwa mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha kama silaha ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu yuko mahabusu hadi hivi sasa katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa ujasiri, Lissu sio muhaini, Lissu sio muongo, na yupo kwenye mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote. Lakini pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, Chadema haijafa. Badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu Chadema ni watu, tuna watu, na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa hivyo iko siku tutashinda.